Gamba ilipofika kwanza dakika 38 walichoka. Zile shoka za muda mrefu walichoka. Pili, Mona alitupa wakati mgumu. Walikuja na Bundesliga style. Zilikuwa zinapiga. Bwana ugomvi wa kula na Doto. Alafu mmoja umguse, alafu mmoja wewe anakuja. Maamuzi yake hatari. Ndio leo Simba ilivyoona. Alafu refa kaona. Sasa mtu pale ingetoa kadi nyekundu, mtu anakuambia Simba anabebwa. Bwana leo Budo, yani katika mchezaji aliyokimbia maeneo mengi leo Budo. Fullback 3 unamkuta, fullback 2 unamkuta, kiungo faida utakuja kuona msimu unaofuata. Sio huu, hii hatuchezi. Chagamba Simba tukishinda mchezo kati ya JKT dhidi ya Simba ambao ulikuwa ukifanyika pale Meja Jenerali Isamuyo umetamatika kwa goli moja pekee ambao limepeleka kilio kwa wana JKT. Jeshi la kujenga taifa Tanzania wamefungwa goli moja kwa 0 dhidi ya Simba, na nikukumbusha kwamba hata mchezo wa kwanza kabisa ambao Simba waliwakaribisha JKT nyumbani kwao, matokeo yalikuwa 1-0, isipokuwa muda wa kufungwa kwa goli ulikuwa tofauti na namna uchezaji. Tumeona kabisa kwamba kuna kitu kilikuwa tofauti kati ya mchezo ule wa kwanza na huu mchezo wa pili. Na Miraji mara moja kwenye kile ambacho yeye amekiona kwenye dakika 90 zote za mchezo kati ya JKT dhidi ya Simba. Lakini kumbusha kwamba tuko na wababe wa bima nchini Tanzania, MJN Insurance, ambao hawa ndio wanatupa nguvu ya kuzungumza mbele yako. Miraji mara moja, Chegwa Vara, Umoja wa Mataifa. Kwema wananiita kapteni. Kapteni kutoka Belgium. Timothy mwanangu ananiita kapteni. Miraji pointi 3 kwenu kwa goli moja, lakini vile vile clean sheet kwa Musa Pinpin Kamara leo tumeiona pale mmeipata dhidi ya JKT. Ulikuwa mchezo wa namna gani kwako? Kwa haraka ukitaka kumsimulia mtu kwamba hakuangalia mchezo ulikuwa namna gani? Cha kwanza Chagamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Mchezo ulikuwa mgumu sana, tumepata pointi 3. Ndio. Na mimi nilikuwa na pressure sana na huu mchezo. Ulikuwa na pressure? Sana. Kwa nini hasa? Nilikuwa nafikiria mchezo wa kwanza tulocheza KMC. Umeona? Dakika ya 98. Nikasema wakitusoma vizuri kupitia ule mchezo wa kwanza, mchezo wa pili utakuwa mgumu sana. Ni kweli walitusoma vizuri sana. Mchezo wa kwanza walituacha. Umeona? Tunatoka juu vizuri. Umeona? Yani chini kwetu kuja juu tunatoka vizuri. Mchezo huu wametukabia juu. Juu kwa juu. Yani wametukabia juu. Alafu ukija kuangalia Chagamba, Fabrice Ngoma, Yusuf Kagoma, ukiwakabia juu, kama mmoja anacheza chini zaidi, mmoja anamfuata. Chagamba tuna wakati mgumu sana kwenye kutoka. Kuitoa timu chini. Kwenye kuitoa timu chini. Ukiangalia wakina Nasoro, ukimwangalia Kichuya wana speed na wanajua. Umeona? Fabrice Ngoma nicheze naye vipi? Umeona? Yusuf Kagoma nicheze naye vipi? Ndio. Ukija kuangalia dakika kwanza mpaka dakika 35 tulipata wakati mgumu kwenye mazingira mawili. Ndio. Cha kwanza plani yao walioingia nao JKT ilikuwa mzuri, kutukabia juu. Manake Simba wasitoke salama kwa sababu wanajua kabisa Fabrice Ngoma, Yusuf Kagoma wakikupa kisogo, ukiwakabia juu, kugeuka mpaka muangaliane hivi. Kuna kazi kubwa sana Chagamba. Na atakuwa shafanya jambo. Kuna kazi kubwa sana, kuna mistake kama 2 tulifanya hivi kwenye kutoka pale. Manake JKT wangetulia wangeweza kutuhukumu. Mazingira ya pili, Mona alitupa wakati mgumu. Walikuja na Bundesliga style. Zilikuwa zinapiga. Bwana zilikuwa zinagongwa. Yani zaidi ya ushamba. Yani kuna rafu zingine unasema za mchezo, lakini kuna rafu zingine ni za ushamba kwa sababu Chagamba mnapocheza, Mona, kama wachezaji wakubwa au wachezaji ambao mnaangaliwa, kuna kipindi lazima nidhamu iwepo kwa wachezaji wenzao. Yani kwa mfano mimi mchezaji lazima nimlinde mchezaji mwenzangu. Ndio, kulinda afya mwenzangu. Kwa kiafya zaidi. Lakini kuna matukio mengine wachezaji wa JKT walikuwa wanafanya sio mazuri, umeona, kwa kiafya kama wachezaji. Kwa hiyo vile vile tulikuwa tunapata mazingira magumu Chagamba. Ukabaji wao manake ni mbinu wa kiufundi. Walitusoma sana kwa sababu mchezo wa kwanza waliona Simba kwa nini walikuwa wanatoka. Manake walikuwa wanatuacha sana tutoke nyuma salama. Sasa hivi tuwakabie juu. Angalia Chagamba tulivyokuwa tunapata mazingira magumu. Unakuta Chagamba mpaka tukitoka pale kati. Tushafanya makosa kama 2 matatu. Tushafanya makosa mengi, afu unakuta kwa kina Gado tayari washarudi maeneo yao. Ndio. Umeona? Unamkuta Kibu Dennis naye kashachogea chini kuja kusaidia. Yani walikuwa wanatulazimisha Kibu Dennis. Kwa utachelewa pia kufika golini kwao. Budo, maana yake waje kupokea mipira chini wasipokee juu. Maana yake sisi tukitoka salama nyuma, Chagamba lazima Kibu
Kibu Denis akimbie, Budo akimbie, kwa sababu wanakupo tayari wapo kwenye maeneo yao. Tukishindwa kutoka chini salama, hawa lazima waje chini waje kusaidia kwa staili ambao tunaocheza sisi sasa hivi. Walituini afu akachanganisha sasa na ushamba Bundesliga. Walikuwa nagonga. Basi wewe Chagamba ilipofika kwanza dakika 38 walichoka. Zile shoka za muda mrefu walichoka. Sasa tukaanza kutoka salama sasa. Ndio unamwona Kibu anapita, unamwona Budo anafanya anavyotaka yeye. Huyo Budo wale. Unaona Jean Chazi anafanya anavyotaka yeye, unaona Mukwala Desa anatokea kushoto anatokea kulia. Walichoka sasa. Sasa kwa wanashindwa nani wamkabe. Ile plani nafikiri tokea kile kilivyotokea kwa Fabrice Ngoma kaenda kupiga gita. Ndio. Na nafikiri Miraji katika kitu ambacho nimekiona ni kwamba hata ile plani ambayo kocha ameingia nayo sio plani ambayo alishaiandaa kwa muda mrefu. JKT wakawa wanaifanyia kazi muda mrefu. Ni plani ambayo aliandaa kwa ajili ya Simba. Unajua Chagamba? Ndio. Ukiangalia plani ya Lafu ni makocha wachache sana wanaweza wakaleta hamasa kwa wachezaji wao. Lakini mimi siamini kama kocha wa JKT Bwana Shehe Ali kama ile plani yeye ndo aliwaambia wachezaji. Sometimes ni pressure tu. Yenyewe mchezo. Pressure tu ya mchezo nyinyi wachezaji. Alafu kuna baadhi ya matukio mnakuwa mnayo kichwani. Kitu cha kwanza waliingia na ile tukio mchezo wa kwanza tuliocheza KMC. Ndio. Umeona? Ndio ile moja ile standard yao walioiseti pale Meja kama pale Yanga kapata pointi moja, Azamu na Azamu alikufa Nafikiri Azamu alikufa. Umeona? Kwa hiyo akaona kabisa na Simba haiwezekani achukue pointi 6. Hapa huyu lazima tumfunge au suluhu. Kwa hiyo kile kitu kilikuwa kichwani. Tunamlazimisha vipi? Ndio utasantime kwenye kulazimisha unaingia sasa na tempa. Tempa gani? Mimi naona nikimgonga au Kibu Denis ndio naweza labda nikamtuliza makali. Sio unaelewa? Ukiacha mbinu vile vitu santemu vinakuwa wewe mwenyewe vinakuingia. Vitu mazingira mengine wala tusimlaumu kocha. Umeona inakopo nyinyi wenyewe wachezaji. Wakati mchezo unazidi kuendelea. Unakuja kustukia kipindi cha kwanza kadi za njano wachezaji 4. Alafu unakuja kuangalia kuna wachezaji ambao wengi ni wakabaji. Angalia kipindi cha pili walivyorudi. Maana yake unaona kabisa kama Shehe mwenyewe alienda kuambia kwenye vyumba vya kubadilisha nguo kama jamani kipindi cha kwanza plani tuliwini katika kuwakaba Simba. Lakini nyinyi wenyewe mliongeza plani yenu ya ziada. Na ile plani ya ziada mkirudi nayo kipindi cha pili dakika 70 hatufiki. Tutakuwa 9. Tutakula chumba cha pili na tutakuwa 8. Kwa sababu wengi wakabaji walikuwa na kadi za njano. Maana yake unafikiri Gado asingeleta utulivu angetoka. Shena Solo angetoka. Wangetoka. Singetoka. Shebausi angetoka. Hao wote walikuwa na kadi za njano hapo. Ikabidi kocha awavute sasa kwa sababu tayari. Kwa hiyo mimi siamini ile plani ya Bundesliga kama Shehe Ali yeye ndo aliseti. Ile wenyewe wakina Kichuya ndo aliseti. Miraji kwenye benchi la ufundi kulipelekewa kadi nyekundu. Kadi nyekundu akapewa mtu ambaye yuko benchi la ufundi afa akapewa kadi na bado anataka kuingia ndani. Uliiona hiyo? Mzee wangu mimi niliiona. Lakini Chagamba sikujua pale nini kiliongeleka. Tulioneshwa tu kwa sababu sijui naelewa kwa sababu akubaliana na maamuzi ambayo alikuwa anaendelea. Sijui naelewa. Kwa hiyo sikujua nini pale kiliongeleka. Ushanaelewa mpaka ikatoka kadi nyekundu. Chagamba mchezo wa leo kwa JKT kulikuwa kuna pressure nyingi sana. Waliingia na matokeo mengi sana. Standard yao kwanza waliseti. Kupitia mchezo wa kwanza wa Simba, kupitia mchezo wa Yanga, kupitia mchezo wa Azamu, haiwezekani Simba achukue pointi 6. Alafu tunaye kabisa manyota ipo juu. Sio kweli. Suluhu au tumpasue. Kwa hiyo vile vitu vimeingia mpaka kwenye benchi la ufundi. Dakika 3 Shenaso alitakiwa achukue kadi nyekundu. Lakini Miraji mimi nahisi hata pia mchezo wenu uliopita ule yale yalozungumzwa kwenye mchezo waamuzi walizungumzwa sana. Nafikiri hata JKT nao walikuwa wanataka kuzuia hicho kitu kisitokea kwamba hawa wana tabia fulani hatutaki tuione hapa kwetu. Labda na hiyo pia ilichangia. Hakuna, sio hiyo sababu. Sio hiyo. Yaani wao kitu ambacho kilichochangia standard ya kucheza na hawa kubwa. Niko tu. Inawezekana vipi Yanga kati huyu Yanga kachukua pointi 4? Azam huyu si tumegana naye pointi. Sasa Simba inakuwaje achukue 6? Lakini Miraji, umemuona Joshua Mutale Budo leo? Budo, Chagamba mimi sijawahi kumkatia tamaa Budo. Joshua Mutale Messi. Mimi sijawahi kumkatia tamaa Budo. Tali yule. Nisikilize, mimi sijawahi kumkatia tamaa Budo. Mimi sijawahi. Kama kuna mtu ambaye hakubahatika kuona mchezo, kwani Budo alichezaje mpaka tunamtaja hapa? Budo? Bwana leo Budo, yani katika mchezaji aliyokimbia maeneo mengi leo Budo.
fullback 3 unamkuta, fullback 2 unamkuta, kiungo mkabaji unamkuta, kiungo mchezeshaji unamkuta, mshambuliaji vile vile unamkuta kama striker wa mwisho. Na utulivu wa kutosha, no uchoyo. Angalia kwenye kukaba. Umeona? Timu inacheza kabisa kifamilia, watu wanapambana. Matukio ya kifamilia, yani kama vile umemchokoza Kulu afu Doto anakuja. Balaa. Ugomvi wa Kulu na Doto. Afu mmoja umguse afu mmoja wewe anakuja. Maamuzi yake hatari. Ndio leo Simba ilivyocheza. Wachezaji leo wamepambana. Yaani umeenda kumuonesha kabisa jenerali. Oya. Sisi ndo wafasi wako, sio hawa. Miraji na yeye kuna kipindi mligonga. Kuna kipindi mligonga. Sasa unajua Chagamba, subiri nikwambie kitu kimoja. Kuna rafu zile za mpira. Umeona? Wewe angalia alichokifanya Shenasolo kwa Mkwala. Alifanya faulu afu baadaye akaja. Alafu refa kaona. Sasa mtu pale ingetoa kadi nyekundu, mtu anakuambia Simba anabebwa. Chagamba ile Miraji nyekundu clear kabisa baada ya kumchezea rafu, baadaye akaja refa akitoa hukumu pale, mtu anakuambia Simba mipango. Maana alimkanyaga baada ya dakika 3 tu kwa watu wa mchezoni. Chagamba ushacheza faulu, refa kapiga filimbi, unaenda kuongeza nini tena? Sawa, umechukua kadi nyekundu, haya na mwenzako umemweka chini miezi 6. Mpira wetu wa Kiafrika unaujua huu. Na inakuaje Chagamba? Kirudi ndo basi. Chagamba kuna kipindi lazima ulinde afya ya mwenzako. Ushanelewa? JKT wametupa game mzuri sana kipindi cha kwanza kwenye plan ya uchezaji. Na wakatupa sasa game mzuri zaidi kipindi cha pili. Angalia utulivu waliofanya JKT. Cha pili wamerudi kama sio wale. Rafu walikuwa wanacheza lakini sio za ushamba. Kwani hawakucheza rafu? Wamecheza sana. Kwani sisi hatujacheza rafu? Tumezicheza. Lakini Chagamba sio zile rafu ambazo za kuhatarisha maisha ya mwenzako. Si unanielewa? Mwenzako unaenda kumkanyaga makusudi, sio kitu kizuri. Kipindi cha pili Miraji kuna sababu zilifanywa na ikafika kipindi Simba mkao mnacheza bila striker. Yaani umo ndani mkao mna mawinga asilia. Mpanzu, Joshua Mutale pamoja na Kibu ndo wakawa wanaongoza kule mbele. Baadaye ndo akaja akaingia Mbida. Uliona ile? Nimeiona na niliipenda kwa sababu gani? Mpanzu anakaba, Mutale anakaba, Kibu Dennis anakaba. Kwa hiyo ile timu ilicheza kifamilia zaidi. Unamuona kabisa kama Mkwala alishachoka. Unaona kaenda kujitengenezea kieneo chake, kujionesha kama ende mfungaji wa mwisho. Lazima nyinyi mkizunguruka mniangalie mimi. Ukiangalia ule mchezo ulikopohitajiki sasa mtu kusimama zaidi. Wote tukabe. Kwa hiyo tunafanyaje? Njoo wewe uliochoka. Njoo wewe uliochoka. Aingie mtu mwingine. Timu sasa icheze. Juu kuna watu 3, chini hapa kuna watu 3, huku nyuma kuna watu 5 pamoja na kipa. Manake 4 na pini Kamara manake 5. Manake timu sasa inakaba kwa ngazi 3. Ngazi ya kwanza inakaba kwa nguvu zaidi, ngazi ya pili inakuja kupokea. Ngazi ya 3 inakuja kuokota tu kina Chemaloni Fondo, wanaisogeza timu juu. Ndio maana ukija kuangalia Chagamba jinsi tulivyokuwa tunacheza, tulipunguza faulo za karibu kwa sababu JKT wana wapigaji wazuri ujue. Hata kina Kichuya kina Saidi Hamisi Ndemla wapigaji wazuri kwenye umeona, hata sio faulu, hata mipira inaokuja kina Kada wapigaji wazuri wa mipira karibu. Kwa hiyo jinsi timu tulivyokuwa tunacheza kipindi cha pili Chagamba, hata kama tungecheza 160 Mwamba asingegongesha Mwamba asingegongesha zile ngazi 3 alafu zimekubali vile. Chagamba unatoboa wapi? Mistake ipo. Lakini Miraji ipo, lakini unaona kabisa upambanaji unakuwa mkubwa kuliko makosa. Simba ilocheza mchezo wa kwanza dhidi ya JKT na Simba ilocheza leo, mimi nimeona utofauti mkubwa sana. Hii ya leo ilikuwa na upambanaji wa asilimia kubwa maeneo mengi kuliko ile ya kwanza. Chagamba mchezo wa kwanza na mchezo wa pili tulocheza na JKT. Mchezo wa kwanza na JKT raundi ya kwanza na mchezo wa leo na JKT raundi ya pili. JKT wametupa mchezo uliokuwa mzuri sana. Mzuri sana. Ila kipindi cha kwanza tu ndio kuna baadhi ya matukio. Lakini ukija kuangalia kwenye plani JKT jinsi walivyokuwa wanapambana na sisi jinsi tulivyokuwa tunapambana na ule mchezo wa kwanza. Chagamba, yani ligi ya NBC Mona, hizi timu zingine zingekuwa zinacheza kama zinavyocheza na Simba na timu zingine. Naona ligi ya NBC ingekuwa nafasi ya 3 sio ya 4. Nafasi ya 3 sio ya 4. Ya 3 mabato wanaopata Simba na hizi timu zingine zingekuwa zinapata hivi. Chuma ya 3. NBC chuma ya 3 mzee. Ukiondoka huko Miraji, watanzako wamesema hawachezi, msimamo uko pale pale. Sawa, acha tafute haki yao. Mimi silishaongea Goma silimerudi TFF, si ndio? Acha watafute haki yao. Hawana imani na hizi idara za ndani. Sasa hii Chagamba faida yake tutakuja kuiona msimu unaofuata. Kuna vitu vingi sana tulikuwa tunavihitaji. Umeona? Na tuliuliza maswali mengi sana kwa viongozi wetu. Msimu unaofuata tutapata majibu yote. Kula mtoli nyama zipo chini. Bwana wewe. Hii hatuchezi. Hii hatuchezi. Chagamba
Chagamba, haki ya Mungu na hapa kwa Mwenyezi Mungu aliomba vinaonekana na visionekana. Mwenyezi Mungu atujalie Simba kila mchezo tushinde. Faida utakuja kuona msimu unaofuata. Sio huu, hii hatuchezi. Chagamba, Simba tukishinda kila ina mchezo. Kila mna ya mchezo tusitoe suluhu. Tusitoe suluhu, tushinde. Faida utakuja kuona msimu unaofuata. Kumbuka kwamba tuko nawezeshwa na MJN Insurance Company ambao hapa bima kulingana na changamoto zako tofauti. Wakupa bima kwa ajili ya vyombo vya moto, magari, pikipiki pamoja na bajaji, lakini vile vile unapata bima kwa ajili ya makazi, bima kwa ajili ya ujenzi, lakini bima kwa ajili ya biashara. Na usisahau kwamba wanapatikana Victoria Place, barabara Bagamoyo, phone namba 1 pale. Ama kwa mawakala wao wote wanaopatikana Tanzania nzima na visiwani Zanzibar ambao wanafanya kazi masaa 24 kukupa bima katika muda unaohitaji wewe, bila kusahau kwamba tuko na Kauga Kanzu Classic ambao hawa wanakupa muonekano nadhifu kabisa wa Kiislamu pamoja na kupamba maharusi wa kiume. Hawa makao yao makuu yanapatikana Dar es Salaam, Ilala, mtaa wa Tanga na Arusha, lakini Dodoma utawapata Masjid Gaddafi pamoja na Raha Leo. Shukrani sana.